Bonyeza alama subscribe ambayo iko chini ya video yako, kisha bonyeza alama kengele ambayo iko pembeni alama subscribe. Asante sana. Oi, tunafahamu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli, bwana almaarufu mzee wa kutumbua majipu, yeye katika sanaa ya muziki ya hapa Bongo aliamua kuzuia video zote na kazi zote ambazo hazina maadili, yani zile nyimbo ambazo zinaonekana kuvunja maadili harisi ya Kitanzania, lakini pia na video ambazo hazina maadili ya kutizamwa na watu walika tofauti tofauti pia katika jamii ya Tanzania zilizuiliwa, mfano watu kuwa nusu uchi au kuwa uchi kwenye video zao ama kwenye kazi zao za movie na sehemu nyingine yoyote ile kwenye video. Yeye aliamua kuzistop na kuachia kazi yao. Kazi hiyo Baraza la Sanaa la hapa Tanzania nikimaanisha BASATA. Umeona kwenye nani hii na taarifa hii hapa. Baraza tumekuja na taarifa kwa umma kwamba tumeufungia wimbo wa Rayvanny na Diamond ambao umeimba wanawita Mwanza. Sababu zipi za msingi? Moja, wimbo wala hajauleta hapa, haujapita hapa kama ilivyo taratibu. Lakini pili, hata maneno yale yanayotumika pale, wao wamezungumzia Mwanza, lakini katika Mwanza wameusinisha na ile eneo linaitwa Nyegezi. Kwa hiyo wakakatiza. Sasa ile eneo Nyegezi ukikatiza kama walivyokatiza linakuwa tusi. Na sio neno hilo tu, maneno mengi sana unaweza ukakatiza yakawa ni tusi, tena tusi zito. Sasa nasema moja, wasioni kwamba ni wajanja sana, kwamba wao ndio wasanii waliopevuka sana wakafikia hatua kwamba wanaweza kujitetea, asi tuko tunataja nani eneo la Nyegezi. Sasa moja. Lakini tunasema hivi, baraza, kwa sababu wimbo umesambaa na kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia, mtu anaweza kutumia simu hii hapo ulipo ukaimba chochote ukaupload ikasambaa kwa kasi sana. Na ni kweli wimbo umesambaa, lakini tunasema hivi, pamoja na kufungia wimbo huu, lakini tunasema mtu yoyote, chombo chochote cha habari, kwa namna yote ile, wimbo usitumike, usisambazwe, lakini usitumike kwa namna yoyote ile. Lakini tunawakumbusha kwamba baraza tunafanya hivi kwa mujibu wa sheria namba 23 ya mwaka 1984 na kanuni zake, kwamba baraza limepewa mamlaka ya kusimamia sanaa, wasanii na mtu yoyote anayejishughulisha au anayejihusisha na kazi ya sanaa. Na ndio maana tunasema ni marufuku kwa mtu yote au taasisi yote au chombo cha habari. Najua wengi wenye weledi, vyombo vya habari hawezi kupiga hivi, lakini kuna wengine wametakuwa wamepiga kwa sababu tunatofautiana kimaadili, tunatofautiana kiweledi, tunatofautiana kujitambua. Kwa hiyo ndio maana tumewakumbusha. Lakini tumesema kwamba unajua hawa wanafanya makusudi kabisa, kwa sababu Diamond amesajiliwa na baraza, Rayvanny amesajiliwa na baraza, lakini Wasafi kama Wasafi umesajiliwa na baraza. Na unajua taratibu hizi sio kitu kigeni, lishazungumzia, waziri ashalizungumzia, utaratibu wakapewa, naibu waziri ameshazungumzia, baraza tumezungumzia mara kadhaa, limetrend mpaka kwenda bungeni likazungumziwa. Tunatoa ufafanuzi, na kutokujua sheria si sababu ya utetezi. Kwa hiyo wimbo wanafanya makusudi kabisa. Alafu tunajiuliza, hivi kuna tija gani msanii mkubwa kama Diamond, Wasafi, lebo kubwa tu, kuna tija gani ya kuhusianisha kazi yako na swala la Ambarutu ambayo imeleta mtafaruku juzi? Mambo ya ajabu sana mmesononeka, mzazi wake kule nyumbani amesononeka, jamii nzima wa Tanzania tumesononeka kwa kilichotokea. Lakini wewe msanii mkubwa mwenye wafuasi, followers mamilioni, unataka wakujaji vipi? Wakuone hivi kuna uhusiano gani hapa? Unahamasisha nini? Na tumeona unahamasisha ngono. Ashakumu nasema unaweza kwenda mbali kwa sema
Hivi huyu ana matatizo gani? Anahamasisha ngono namna gani? Kuna tija gani? Ndio tunasema hivi, baraza kwa mamlaka tuliyokuwa tumepewa kwa mujibu wa sheria inayotaja na kanuni zake, tumeufungia huo. Na taratibu zingine zinafuata, tutawaita, tutaangalia kwamba adhabu gani au kitu gani kifanyike. Lakini tumesema ifikie leo, ni muda mchache tu, waondoe kwenye mitandao kwa sababu haufai, haujafuata na taratibu. Waondoe wao wenyewe kwa sababu na imani wao ndio waliweka au wanahusika 100%, ndio wametengeneza uchafu huu, alafu wanatuwekea kwenye mitandao uchafu huu tuweze kuharibu kizazi, hususan watoto. Wao ni wazazi. Diamond ni mzazi, sijui Rayvanny. Na kama sio mzazi, ni mzazi. Hivi unafikiria ni mzazi wa namna gani huyu? Hivi katoto kake au mtoto wake, samani sema katoto kake, mtoto wake Mtanzania, anatoka labda shuleni, anaenda anaimba wimbo wa baba yake aliotoa, lakini kwa kukatiza hapo. Hivi watachukuliaje? Ndio nasema hivi, kwa sababu mfano makusudi tumechukua hatua na tutawaita. Labda nichukue nafasi nyingine, kwa sababu tumeshasema kwamba ni marufuku kwa mtu yoyote, media yoyote, kutumia wimbo kwa namna yote hii au hata kusambaza. Sisi tutaandikia mamlaka zingine, tuambie huu wimbo tumeufungia. Lakini najua tumewapa kibali cha tamasha. Sasa ni tu angalizo hapa, wasije wakautumia huu wimbo kwa namna yote kwenye tamasha lao. Lakini na nyimbo zingine ambazo zimefungiwa wasije wakazitumia. Lakini wasije wakatumia hata wasanii ambao hawajasajiliwa. Hiyo ndio masharti. Sasa kwa sababu umeonyesha mfano sio mzuri, ndio maana nimeenda mpaka huko kwamba nawapa tahadhari. Baraza hatutasita kuchukua hatua. Tuna uwezo huo, mamlaka hiyo tunayo ya kusimamisha program ya mtu yoyote. Na sasa wasijidanganye, hawako juu ya sheria. On the spot wataanza, tamasha litaanza Mtwara. Kwa hiyo wakizipiga hizi nyimbo huu ambayo tumefungia na nyingine, ni rahisi tu, ni kufungia tu, kusimamisha hiyo program, kuandikia wadhamini wao kwamba hawa na alafu tutakutana mbele ya safari. Unless kama kuna swali. Umezoea nyimbo zikifungiwa, basi zinakuwa zimefungiwa kupiga kwenye mitandao ya kijamii, kwenye redio pamoja na TV. Lakini YouTube ambapo inakaa na watu wanaingia tena kuitazama, inakuwa iko kwa sababu labda watu wanadai inafahamu na mamlaka ya YouTube na nini. Tuambie taratibu kwenye hii nyimbo ikoje? Itatoka pia kwenye YouTube na kwenye Instagram ambapo wameshapoa kitu kama inakuwa. Hivi nani amekudanganya kwamba nchi hii haina mamlaka kwa kitu ambacho kimewekwa kwenye YouTube? Nani kasema? Kazi ngapi ambayo ukiingia kwenye YouTube unaambiwa hii haipo? Tumewaambia hapa ifikapo saa 10 waondoe. Si ndio? Kuna mamlaka hizo. Hivi vitu sio uliweka unaweza kukitoa. Haipo tu nani huko. Watu itaendelea kuishi. Lakini wanaweza kutoa usio na access. Sasa nani asema? Si tumesema kwa namna yote. Kwa hiyo nasema kwamba wimbo ukifungiwa, kuna nyimbo ambazo tunasema hivi, hizi hazifai kwa public kwenye redio au kwenye television. Kuna nyimbo nyingine wanasema huu unafaa kwenye television au kwenye redio, lakini kwa muda fulani, kwa hadhira fulani. Na kuna zingine wanasema hizi huko kwenye night club, zingine wanasema hazifai popote. Huu tumesema haufai popote. Umenielewa? Umesema kwenye media hivi ya TV ya taifa kwa kitu kuhusu mtaani wimbo huko kwenye majadiliano wa dereva mpiga pia kusikiliza watu huko, itakuwaje? Mimi nimesema hivi, usidhani kwamba sheria moja ya baraza ndio inatumika tu kila mahali. Baraza moja tumesema wimbo haufai kwa matumizi kwa namna yoyote ile. Sasa wewe ukiwa na wewe kwenye simu ukatumia huko chumbani kwako, hiyo ni wewe na akili yako ya maadili ikoje. Lakini kwenye public tumeshasema hapa, kwa mtu yoyote
Sasa wewe ukiwa na bajaji, alafu bajaji ni public transport, pikipiki ile usafiri ni chombo cha usafiri, sio kwa ajili yako, ni chombo cha usafiri. Kwa hiyo mamlaka zingine zinaweza kuchukua hatua, kwa sababu tumesema haufai na tumesema kwa mujibu wa sheria na kanuni zake. Kwa hiyo uko kuna watu wanafanya vitu vya ajabu, unasema kwamba hii hapa ikipigwa marufuku wewe unaenda kuitumia, ukiwekwa hatiani ni sheria zingine huko. Kwa hiyo sisi tumeshasema kwa haufai kwa namna yoyote, na ndio tukatoa angalizo, si ndio, kwamba pamoja na kufungia wimbo huu, baraza linaonya wasanii hao, ina maana Rayvanny, Diamond na Wasafi kwa ujumla wake, wasanii hao, lakini tunakumbusha vyombo vya habari na mtu yeyote kutotumia kucheza ama kusambaza wimbo huo kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ikiwepo hata hizo bajaji unazozungumza hapa, ikiwepo hizo bodaboda tunazungumza hapa, daladala. Unajua tumefikia kiwango cha juu kabisa cha uvunjifu wa maadili, utovu wa nidhamu, kwa sababu kwenye daladala atakuwa ni dereva au wale wafanyakazi wa pale, anauweka wimbo wenye matusi, lakini mle ndani, hebu fikiria wimbo kama ule katika hali ya kawaida tu. Wewe uko na mama yako, umeingia kwenye gari, kwenye daladala, au umechukua bajaji, uko na mama yako mzazi au mwanao, kuna wazazi hapa, mwanao kabisa uko mzaa, uko na mwanao, uko na mkeo, labda itokee umeenda labda kuwapokea wazazi wako wamekuja kutembelea Dar es Salaam, alafu dereva kwenye taxi anakuwekea ule wimbo. Utachukua hatua gani? Kabla sijazungumza hata, utachukua hatua gani? Mama yako mzazi anasikia maneno kama haya. Wadogo zako huenda waliona issue ya Mbarutu, alafu ndio umewekewa hapo kuna wazazi wako na wadogo zako, na nadhani hutakubali. Huwezi kukubali. Kwa hiyo ndio maana tumesema kwa mtu yoyote kwa namna yoyote haufai wimbo. Labda ukiachia nyimbo zisizo na maadili kufungiwa, kuna sheria yoyote ambayo wanakuta fine na huwa inakuwa inafikia level ya shilingi ama labda kama kufungiwa msanii kujishughulisha na shughuli za sanaa kama ambavyo tulikuwa tunaona, kuna fine, kuna adhabu yoyote msanii anaweza kuipata baada ukitoa hii ya kufungiwa tu nyimbo yake na kutokesha? Sio kama yule mtu ambaye alikuwa anasema kwamba BASATA wangewapiga faini milioni 100. Faini zipo, lakini ni kwa mujibu wa, inafuata miongozo, kanuni. Faini yote kama ni shilingi 1 lazima iwe imetamkwa. Kwa hiyo faini zipo, na kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri, baraza lishawahi kupiga faini. Kwa hiyo zipo. Nasema hatua sasa hivi kwanza tumefungia wimbo, alafu tutavia vile vile katika taratibu zetu za ufanyaji kazi, tutawaita, tunaandikia barua za mwito. Kidogo cha kuambia au wasanii na watu ambao wako ndani ya media kama sisi wanahabari na kuna wale wanaotumia nyimbo kwa maana kwamba mashabiki. Moja ni kuzingatia sheria na kanuni. Na baraza tunaposema kwamba wimbo huu umefungiwa haufai kwa matumizi kwa aina yoyote ile, basi watu wa media tushikamane. Kwa sababu nazungumza hapa kwa sababu tu nipo kama katibu mtendaji, lakini tunaangalia, unajua watu wengi wanasikitika, hususan ukiangalia watoto wetu kizazi hiki. Kwa hiyo media tusaidiane. Ndio maana tusema swala la maadili ni swala mtambuko, linamgusa kila mtu. Lakini kwa wasanii waweze kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, na wasije wakajidanganya kwamba kuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Na baraza halitasita kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Na wasanii wajitambue kwamba wao wana nafasi kubwa sana katika nchi hii na ulimwenguni kote. Wana nguvu, sanaa ina nguvu katika kubomoa maadili au kuijenga maadili. Mara nyingi napenda kutumia mfano wa Joti. Alipokuwa anatembea kijoti, muda wa mapumziko, watoto almost shule zote walikuwa wanajaribu kutembea kama Joti. Sasa fikiria kile kitendo cha msanii kingekuwa kina athari kimaadili, tungekuwa tumepoteza watoto wangapi?
Ndio maana wanasema wasanii waweze kujitambua.